Moshi mweupe kwenye paa la kanisa la Sistine huko Vatican unaashiria papa mpya amechaguliwa, na baada ya hapo papa mpya atakwenda kutangazwa kote ulimwenguni. Baada ya masaa jina lake litafunuliwa kutoka kwa balkoni ya Basilika ya Saint Pierre. Baraza maalum la siri ya makardinali wenye zamana ya kupiga na kupigiwa kura walikutana tangu hiyo siku ya tatu ya tariki 7 mwezi huu wa 5 katika baraza la siri kuchagua kiongozi mpya wa kanisa la Kikatoliki. Papa mpya na walijifungia kwenye kanisa hilo kwa muda hadi pale mmoja kati yao atakapofanikiwa kupata selusi 2 ya kura na kutawazwa rasmi kuwa kiongozi mkuu wa kanisa hilo lenye waumini wapatao bilioni 1.4. Hii ni Tukutan TV. Baraka, mimi ni Dinamike Malembe wa Tiki TV. Niambie unanifuata kutoka nchi gani na unanishauri nini katika kazi zangu? Leo hii nakuletea mkutano wa siri kwa ajili ya uchaguzi wa papa mpya. Mkutano huo wa siri unafanyika katika kanisa ndogo la Sistine Mei 7, ukijumuisha makardinali 135 kutoka maeneo mbalimbali duniani. Mkutano huu unafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka April tarehe 21, na mazishi yake yalifanyika siku ya Jumamosi April tarehe 26. Hakuna muda maalum uliowekwa kumchagua papa mpya, lakini mkutano au mikutano miwili ya awali ya uchaguzi wa papa iliyofanyika mwaka 2020 na mwaka 2005 kwa mrazi na 2013 ilidumu kwa siku 2 tu. Na ni kwa zaidi ya miaka 750 sheria kali zimetawala orodha ya makardinali wanakusanyika kumchagua papa, na kumekuwa na usiri mkubwa wa kuzuia taarifa kutoka nje na kuingia ndani na za ndani kutoka nje. Makardinali wakisalia na utumishi zaidi kwenye kuchagua kuliko ushawishi wote kwenye kulinda usiri. Hata baadhi ya vyakula vinazuiwa kuingizwa ndani. Kwa mfano, kuku ni kitu ambacho kimepigwa marufuku kutoka kwenye meza ya makardinali kwa karne nyingi, kwani vinaweza kutumika kupitisha ujumbe wa siri. Na waumini na wafuatiliaji wengine kote duniani walikuwa nasubiri ishara ya kuchaguliwa kwa papa mpya kupitia moshi mweupe utakaotoka kwenye chimni iliyofungwa juu ya kanisa la Sistine. Na moshi huo mweupe utakapofuka tu itakuwa ni ishara kuwa baraza hilo la makardinali limefanikiwa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo la Kikatoliki. Mpenzi mtazamaji, kuna makardinali 252 kote ulimwenguni kufikia tarehe 19 Februari 2025 ambao kwa kawaida pia ni maaskofu, na wale walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaostahili kumpigia kura papa mpya. Idadi ya makardinali wanaopiga kura kwa kawaida hupunguzwa hadi 120, lakini kwa sasa kuna makardinali 135 kati yao ambao wana vigezo vya kushiriki katika kumchagua papa mpya. Papa Francis aliteua makardinali wapya 21 mwezi Desemba 2024. Hii ndiyo idadi kubwa zaidi ya makardinali wenye umri wa kupiga kura katika historia ya kanisa la Kikatoliki. Makardinali ni washiriki wakuu wa makasisi wa kanisa Katoliki na kwa kawaida huwekwa wakfu kuwa maaskofu. Papa Francis aliteua idadi kubwa ya makardinali wenye umri wa kupiga kura 108, wakati wengine walichaguliwa na watangulizi wake Papa Benedikti wa 16 na Mtakatifu John Paul wa pili. Mpenzi mtazamaji, ni kwenda kujulisha kwamba moshi mweupe kwenye paa la kanisa la Sistine kwa Vatican unaashiria papa mpya kuchaguliwa, na baada ya hapo papa atakwenda kutangazwa kote ulimwenguni, ambapo ni kwenda kukujuza kwamba kanisa Katoliki lilikuwa katika mangojeo na kusubiri nani ambaye atakwenda kuwa papa mpya ambaye atakwenda kuliongoza kanisa la Kikatoliki kote duniani. Ni kwenda kujuza kwamba mpaka sasa tunavyozungumza papa mpya tayari amekwisha kupatikana huko Vatican. Ni baada ya moshi mweupe ambao umeonekana kutoka katika mji wa Vatican, maeneo ya uchaguzi ambao walikwenda kusanyika makardinali kwenda kumpigia kura papa mpya. Hivyo moshi mweupe tayari ulikwenda kuibuka, na hivyo Vatican au dunia mzima inakwenda kutarajia kutangazwa kwa papa mpya. Hadi sasa sura ya papa huyo ambaye amekwenda kutangazwa, kwa mrazi sura ya papa huyo ambaye amekwenda kuchaguliwa huko Vatican bado
bado inavichwa na jina lake bado alijatangazwa, ila kwa muda si mrefu baada ya masaa ambayo hajasubiriwa muda wa siku bali ni masaa machache tu, hivyo uongozi wa Vatican utakwenda kutangaza sura ya papa mpya na jina lake litakwenda kutangazwa kote ulimwenguni. Nikusi uwe pamoja na Tukutane TV Baraka kupitia mtandao wa YouTube. Utakwenda kuiona sura ya papa mpya ambaye amekwenda kuchaguliwa kwa kiongozi wa kanisa la Kikatoliki, na jina lake tutakwenda kukuletea nalo pale ambapo tu Vatican itakwenda kutangaza sura na jina lake mpya la papa ambaye alikwenda kuchaguliwa. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV. Nikwende kukufahamisha tu na nikwende kukuaminisha kwamba muda si mrefu nitakwenda kuletea sura na jina la papa mpya. Asante sana, endelea kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu ya kila siku. Karibu.